ulimwengu wa roho. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anasema mzidi kuwa hodari. Katika maeneo gani? Anasema katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Anasema vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anasema kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nilikwambia kwa habari ya kuongezeka, ya kwamba ni muhimu sana uongezeke, ni muhimu sana ukue. Anasema mzidi kuwa hodari, manake ni swala endelevu, ni swala la mara kwa mara, ni swala ambalo aliishi siku moja. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tuliangalia kile kitabu cha Luka sura ya 2 mstari wa 40. Luka sura ya 2 mstari wa 40. Neno la Mungu linasema yule mtoto, Luka sura ya 2 mstari wa 40. Yule mtoto akakuwa, akaongezeka nguvu, amejaa hekima na neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anasema yule mtoto akakuwa, anamwongelea nani? Anamwongelea Yesu Kristo. Anasema yule mtoto akakuwa, akaongezeka nguvu. Sema akaongezeka nguvu. Akaongezeka nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Biblia ina rekodi ya kwamba kulikuwa na badiliko, sio tu la kimo au sio tu la mwili, lakini kulikuwa kuna badiliko linaendelea ndani ya yule mtoto ambaye ni Yesu Kristo, la nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia anasema amejaa neema na nini? Na kweli. Hebu sema amejaa neema na hekima ya Mungu ilikuwa juu yake. Amejaa neema na hekima ya Mungu ilikuwa juu yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yesu Kristo ilibidi aongezeke. Na alikwambia ya kwamba miaka 30 yote ambayo alikuwepo duniani, kuna jambo lilikuwa linaendelea kwake, linahusiana na ukuaji. Kwa sababu Mungu asingeruhusu aanze huduma au aanze kufanya lile kusudi kabla hajafikia kimo kile kilichotakiwa cha kiroho. Kwa hiyo alimwacha kwa makusudi akue. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi sote tumeitwa kwa ajili ya ukuaji na kuongezeka. Bwana anatawala. Bwana ameshinda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sisi sote tumeitwa. Kuna kimo ambacho Mungu anacho kwa ajili ya kila mtu. Kwa ajili ya kila mtu, iwe ni mchungaji, iwe ni mshirika. Kuna lengo fulani la ukuaji ambalo Mungu analo kwa ajili yetu. Kwa mfano katika ile kitabu cha waraka wa pili wa Petro, sura ile ya 3, mstari ule wa 18. Waraka wa pili wa Petro, sura ile ya 3, mstari ule wa 18. Neno la Mungu linasema, lakini kuweni katika neema na katika kumjua Bwana wetu na Mwokozi Yesu Kristo. Utukufu una yeye sasa na hata milele. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anasema kuweni katika nini? Neema. Bwana Yesu asifiwe. Na katika kumjua nini? Bwana wetu Yesu Kristo. Kumjua Bwana wetu Yesu Kristo. Tukue katika neema na katika kumjua Bwana wetu Yesu Kristo. Utukufu na yeye sasa na hata nini? Milele. Unajua kuna dimensions za Mungu mbalimbali. Kuna mafunuo ya Mungu mbalimbali. Kuna udhihirisho wa Mungu tofauti tofauti. Wiki iliyopita nilikwambia kwa habari ya nguvu za namna nyingi. Nilikwambia siku moja Roho Mtakatifu aliniambia kuna nguvu fulani imeanza kufanya kazi ndani yako. Nikamuuliza nguvu gani? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yesu asifiwe. Nguvu gani? Nguvu sio kwa ndani yangu, ni nguvu yote. Akasema ni kweli. Na akaniambia ya kwamba sina umoja wa nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna dimensions za nguvu mbalimbali, aina ya nguvu mbalimbali. Na akanionyesha kwenye maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Anasema Mungu akishuhudu pamoja nao kwa ishara na maajabu na udhihirisho wa nguvu za namna nyingi. Anasema nguvu za namna nyingi. Nguvu za namna. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mafunuo tofauti tofauti ya Mungu. Na kadri ambavyo tunakuwa na kuongezeka, tunamjua yeye, tunakuwa na neema zaidi inayofanya kazi maisha yetu.
kadri ambavyo tunakaa naye, kadri ambavyo tunashiriki pamoja naye, ndivyo ambavyo tunaendelea siku hadi siku. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unajua unaweza unaona kila siku labda kuna jambo fulani linatokea, tukufu wa Bwana unakuwa mwingi, neema inaongezeka, unasema neema inaongezeka. Sasa najiuliza, mbona kama nikitoka niko vile vile? Hapana, hauko vile vile. Bwana Yesu asifiwe. Kila kitu ambacho unakipokea katika uwepo wa Mungu, kila mafundisho ambayo unayapokea katika ufalme wa Mungu, yanajenga kitu fulani ambacho kinakusaidia kutoka uwepo mmoja wa udhihirisho kwenda mwingine, kiwango kimoja mpaka kingine. Kwa ndio maana Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kuna agizo la ukuaji katika kitabu cha Wakorintho. Sura ile tunadaiwa Efeso sura ile ya 4. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Efeso sura ile ya 4 mstari ule wa kuanzia wa 10. Kuanzia mstari ule wa 11. Efeso sura ile ya 4 mstari ule wa 11. Neno Mungu linasema naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe, hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo, ili tusiwe tena watoto wachanga, tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu kwa hila ya watu, kwa ujanja, tukizifuata njia za udanganyifu. Lakini tuishike kweli katika upendo na kukua hata kumfikia yeye katika yote, yeye aliye kichwa, Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anasema naye alitoa mitume, alitoa wengine kwa kawapa manabii, akatoa kwa wengine walimu, wachungaji, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu. Sema kuwakamilisha watakatifu. Kuwakamilisha watakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Watakatifu wanakamilishwa kwa neno la Mungu, kwa huduma ya neno la Mungu, kwa huduma ya Roho Mtakatifu. Anasema kusudi la kuwakamilisha watakatifu. Ili nini? Anasema ili kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ufanyeje? Ujengwe. Anasema kazi ya huduma itendeke. Kazi ya huduma itendeke. Maana yake injili iendelee. Anasema ili kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Alafu anasema hata sisi zote tutakapofikia umoja wa imani. Bwana Yesu asifiwe. Wa kumfahamu sana mwana wa Mungu, hatakuwa nini? Mtu mkamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Sema ninakuwa, ninaongezeka, ninazidi katika kumfahamu mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unajua anasema kufikia kumfahamu sana mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Anasema hata kuwa mtu mkamilifu. Sio kumfahamu sana Yesu Kristo, kumfahamu sana mwana wa Mungu, Bwana mtawala. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana anasema na kuwa mwili na kuwa mtu mkamilifu, hata kufikia kwenye cheo cha utimilifu wa Kristo. Oh, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unamfahamu mwana wa Mungu? Amen. Mwana wa Mungu ni nani? Mwana wa Mungu ni nani? Ile tunavyoendelea katika mambo. Anaishi wapi?